kwa Romain Folz nini ambacho anakiofa ndani ya Yanga. Ukiangalia kiufundi paka sasa Romain Folz hajafeli hata mara moja. Amekuja Dar es Salaam Young Africa kwa mechi zote ambazo amezicheza, ana percentage ya asilimia karibu tunaweza tukazikalculate zinafika 85%, kwa maana ya kwamba katika mechi ambazo amecheza kiushindani ameweza kushinda mechi zote na kusuru mechi moja ambayo ameweza kuondoka na alama moja. Kwa mtu kama huyu uwezi kumtoa kwenye kiwango kwamba huyu sio kocha mzuri. Ukiangalia kule Mbeya, makocha wote ambao wamepita Yanga kwa mafanikio kule Mbeya walishawahi kuangusha alama. Rejea kwa Nabi Nasir Nabi, alishawahi kuangusha kwa IF. Njoo kwa Gamondi ambaye anaimbwa, alishawahi kuangusha kwa IF. Njoo kwa Gamondi pia alienda kucheza kule na Ken Gold. Unakumbuka msimu uliomalizika lile goli sio goli, kama unakumbuka Yanga alishinda goli moja kwa tabu sana, goli la kipindi hicho alikuwa anaitwa Koplo Baka. Goli moja alafu Ken Gold mpira umevuka bisa hujavuka kama unakumbuka. Goli moja pekee. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga wenyewe wana utamaduni wa kupata tabu zaidi wanapofika uwanja wa Sokoine. Ukirudi nyuma zaidi hata kwa Munyiza Hela, ile Yanga ya bakuli akina Johnson Tambwe enzi hizo, akina Juma Abdul Jafari, akina Balama Mapinduzi. Wanamaliza mechi, Munyiza Hela anatoka uwanjani analia. Waandishi wa habari tunafuata kumuuliza pale, analia. Anashindwa kuongea, analia. Kwa hiyo uwanja wa Sokoine kwa Yanga haujakuwa uwanja mwepesi hata kidogo. Kwa hiyo huwezi kuja kumkalia kooni Romain Folz kwa kukosa alama 3 dhidi ya uwanja wa pale Sokoine. Kwa hiyo hii ni kasumba ambayo ipo, na hata mara ya mwisho Yanga wanakwenda kutoa sare ya 3-3 pale uwanja wa Sokoine dhidi ya Mbeya City ambao wanashuka daraja. Haikuwa mechi rahisi. Kwa hiyo sio kocha wa kwanza kuweza kupata matokeo mabaya katika uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo huwezi kumwandalete kwa sababu tu alikosa alama 3 katika mechi hiyo husika. Lakini pia ukija kwenye mechi ya pili ambayo ameweza kutoa suluhu dhidi ya TRA, nao pia ni ngumu sana kumwandalete kwa sababu hiyo ni indoor match ambayo haijaonyeshwa. Hatujaiona kwa karibu, hatujapata picha za marejeo kwa sababu wakati mwingine sisi wachambuzi huwa tunapataga cha kuzungumza pale ambapo tunauona mchezo. Lakini pia katika matukio kadhaa ambayo tunataka tujiridhishe, huwa tuna uwezo wa kuyarudia na kuyaangalia zaidi ya mara moja kuweza kuona mambo mbalimbali ya kiufundi. Kwa mchezo wa TRA sisi hatukuweza kuutazama. Hatukujua kocha ameingia kwa mfumo upi, ameingia kuangalia kitu gani. Kwa hiyo inawezekana hata angeweza kufungwa pia vile vile kwa sababu vipi kama aliamua kucheza labda na Israel Mwenda labda akae namba 2 alafu Kibwana Shomari akae namba 7, alafu sisi unakuja tunaanza kulaumu. Vipi kama aliamua Musa Balakonte acheze kama center back? Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vya kuweza kuviangalia. Tungeuangalia mchezo tungeweza kujua kwamba Romain Folz sasa kitu gani ambacho anaweza akafeli, lakini paka sasa mimi sijaona kufeli kwake. Ila mashabiki kama hawajaridhishwa na namna ya wachezaji wao. Sasa kiufundi katika eneo hilo lazima tuweze kukubaliana kitu kimoja. Yanga kikosi chao kimeweza kudominate kwa miaka 5. Wamefanya vizuri, wamecheza vizuri kwa miaka 5. Na ukiangalia Yanga hii ya miaka 5 mpaka sasa hivi ukija kuiangalia sio Yanga ile, kwa sababu tunaizungumzia miaka 5, tunaanza kuhesabu kuanzia kina Mukoko Tonombe, tunakuja kina Fiston Mayele, wakina Jizi Dukapeli Moloko, umeelewa vizuri? Tunaenda kina Yani Kilitombo Bangala, wakina Juma Shabani, wakina Elite Ebeneza Makambo, wakina Chiko Ushindi. Yani Yanga kuna watu wengi wamepita hapo katikati, wameondoka, wamepita. Kwa hiyo kuna transition fulani ambayo inafanyika ndani ya Yanga, taratibu inakwenda. Kwa hiyo hata makocha ambao wamekuja na kuondoka, kuna baadhi ya key players walikuwa wanawategemea pale, wameondoka. Na sasa hivi ukija kuiangalia Yanga, mafanikio makubwa zaidi hapa katikati ilikuwa ikimzunguka Haridi Aucho, ilikuwa ikimzunguka Stefan Aziz Ki. Kwa hawa ndio walikuwa wanaamua Yanga tunacheza shape ipi. Wakati wa kuzuia tunacheza shape ipi, Haridi Aucho anaipa shape timu. Wakati tunashambulia tunacheza shape ipi, Stefan Aziz Ki anaipa shape Dar es Salaam Young Africa. Hawa wachezaji kwa sasa hawapo. Kwa hiyo lazima kuna shaking kwenye kikosi lazima itapatikana. Kuweza kuibudi upya sasa namna gani natengeneza shape wakati wa kuzuia, namna gani natengeneza shape wakati wa kushambulia. Lakini pia kikubwa zaidi kocha amebadilika. Na bora angekuwa kocha msaidizi angebaki.
tunaona anaondoka Sidlamovic, alikuja pale alikutana na wasaidizi, anakuja Mirudi anakutana pale na msaidizi ambaye ameshaielewa zaidi timu, lakini kwa sasa wasaidizi hawapo. Ukimwangalia kocha mkuu hayupo, amebaki wote Alisson peke yake. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu kocha amekuja na benchi la ufundi lote, hadi akiwemo hadi kocha wa viungo pia amekuja mpya. Kwa hiyo kuna hali ya kuweza kukaa na kukubaliana kwamba lazima tuweze kumpa muda aitengeneze timu ili iweze kuleta ushindani zaidi. Kuna swali la msingi linakuja hapo kwamba Yanga sio timu ya kutengeneza timu. Yanga inatakiwa iweze kuperform. Yes, iendeleze ipoishia. Yes, of course, iendeleze ipoishia. Toka amefika Yanga haijapoteza. Kwa hata wale ambao walikuwa wanasifia kwamba walikuwa wanafanya vizuri, sio kwamba kila mechi walikuwa wanashinda. Hawajaelewa kocha ana mfumo gani mpaka sasa, ndio hicho tunachojiuliza. Mfumo wake ni 4-3. Labda waseme tu kwamba walikuwa wanatamani kumuona kocha akiwa ana dominate mpira kwa muda mrefu, akipiga pasi nyingi na kuweza kuwapa uhakika zaidi upande wa timu yake. Lakini kwenye kutengeneza timu, hiyo mifumo, hizo pattern namna ya kuzitengeneza zinahitaji time, kwa sababu lazima uweze kupata time ya kuweza kujua saikolojia mchezaji mmoja mmoja, ambao Romain Folz katika hilo huwezi kumhukumu. Ameingia kwenye pre-season, hajakaa na timu muda mrefu, kwa sababu pre-season kitaalamu unatakiwa ukae nao kwa wiki hadi 8. Umeona, miezi miwili au miezi miwili na nusu, ukae pre-season uweze kujua. Lakini yeye anafika pale, wachezaji wa muhimu wote wameitwa kwenye timu zao za taifa, wakiwemo wakina Djigui Diarra, wakina Prince Dube, wakina Duke Abuya, wakina Mudathiri. Hao wote naokutajia ni wachezaji ambao ni wa muhimu katika timu. Wakina Clement Mzize, wote walikuwa hawapo katika timu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima tuweze kukubali kwamba vinahitaji time. Sisi tunawajua wachezaji kwa sababu tulikuwa tunaona kila siku. Romain Folz hakuwa Bongo, hakuwa Tanzania, hakuwa mtu ambaye anakaa kwenye TV anaangalia Yanga kile inapocheza useme kwamba mbona hivi. Yeye amefika pale anapatiwa tu kaseti kuweza kuangalia wachezaji na kupewa maelezo ya mchezaji mmoja mmoja. Kuna vitu vingine lazima yaingie field kuweza kuona kwamba huyu nikimweka hapa inakuwaje. Wewe ulikuwa unajua kabisa kama Azizi Ndambwile anaweza akazima namba 6 pale na wewe ukaziba mdomo? Ulikuwa unakubali hilo na unaamini hilo? Nilikuwa sijui. Sasa lakini kocha amekuja akakaa chini kuanza kufuatilia profile ya mmoja mmoja, kukaa chini kufanya analysis ya mchezaji mmoja mmoja, akaona kwamba huyu kwa sasa anaweza akanifaa, kwa sababu wakati mimi najenga timu lazima nisiruhusu kuweza kufungwa, na ndio hicho ambacho ameweza kufanikiwa Romain Folz. Ukiangalia ameweza kuhukumiwa mara moja tu, mechi ya kirafiki dhidi ya Royal Sport. Baada ya hapo nikumbushe mechi ambayo ameweza kuruhusu mabao kwa upande wake. Kwa hiyo ina maana ni kocha ambaye wakati natengeneza timu, kwanza mimi nisifungwe. Hata kama siwezi kufunga, lakini mimi nisiruhusu kufungwa. Hicho ndio jambo la kwanza. Sasa wakati nataka nitengeneze, nimtafute kiungo ambaye anaweza kanisaidia mimi kwanza nisifungwe. Ndio maana Azizi Ndambwile pale anaziba. Na anazima fresh tu. Kwa hiyo mimi nafikiri tumpe muda Romain Folz at least miezi 6. Tutaanza kuongea kimpira, lakini kinachotokea sasa hivi kuongea kwa sasa hivi. Na miezi 6 unamwona bado yupo katika klabu ya Young Africans? Kwa hiki ambacho mimi nimekiona kwa uongozi wa Yanga, mimi naona kabisa kwamba miezi 6 anaweza akamaliza. Sema tunaenda maana. Kabisa mimi naona anamaliza miezi 6. Yeah. Mimi nasema kwamba kwa jinsi wanavyomwona Romain Folz na mbele wana mechi dhidi ya striker Silva. Wanasema kwamba kama mwaka jana waliweza kuishia hatua ya makundi, basi wanaona hiyo nafasi mwaka huu ndani ya kikosi cha Young Africans. Katika hilo nilishalisema na vyombo mbalimbali kuhusiana na hiyo mechi, lakini mimi nikiangalia Yanga kuto kufuzu kwenda hatua ya makundi utakuwa ni uzembe ambao umefanywa na Yanga wenyewe, kwa sababu Yanga wana kila sababu za kufuzu kwenda hatua ya makundi. Ukiangalia aina ya wachezaji waliokuwa nao, ukiangalia experience waliokuwa nayo, ukiangalia pia hata historia ya Yanga na Silver Strikers, Yanga wanakuwa wako juu katika kila idara. Ukiangalia fans waliokuwa nao, Yanga wanawazidi Silver Strikers katika kila idara. Na ukitaka kuliamini hilo, hata Yanga wakiamua leo hii wakisema kwamba mechi ya away dhidi ya Silver Strikers kule Malawi, tukaujaze uwanja wa kule Malawi, wanao uwezo huo, kwa sababu Malawi ukiangalia ni kule kwetu Ludewa, Ziwa Nyasa pale, unapanda, wengine wanavuka na mtumbwi tu, unapanda mtumbwi unaingia Malawi. Wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo wakisema bana sisi wa Tanzania nataka tujae Malawi, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa na wakaishangaza Malawi. Na wakija Tanzania, kwa maana ya kwamba kwa Mkapa, naamini kabisa kwa upande tu wa fans Yanga wana faida kubwa zaidi. Lakini pia ukija kuangalia katika mchezaji mmoja mmoja ambaye wanawatumainia upande wa Silver Strikers, kwa mfano kama Charles Tom Bolikazi ambaye wanamtegemea
wanamtegemea Silver Strikers na pia wanamtegemea kwenye timu ya taifa ya Malawi. Ukiangalia profile ya goalkeeper huyo tu kwa hapa Tanzania, profile zao wamejaa kibao na hawana sifa ya kuchezea Yanga, hawana sifa ya kuchezea Simba, wala hawana sifa ya kuchezea Taifa Stars. Ukiangalia kuna Makifodia beki tatu huyo ambaye anasifika kufanya overlapping, kutoa pasi saidizi na kuweza kuleta madhara zaidi kwa upande wa timu pinzani. Kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa wana beki tatu wawili ambao hujui nani aanze, na kila anayeanza kwako ni moto. Aanze Shabalala moto, aanze Shedrack Sakaboka moto. Wao kule wana Andrew Joseph ambaye ndo mpachikaji mabao, hata mechi ya mwisho ndo ambaye ameweza kufunga na ndo wanamtegemea. Ukija upande wa Dar es Salaam Young Africa wana Clement Mzinze, wanaye Bobwa, wanaye pia Prince Dube. Unaona kabisa kwamba hao pia ni wachezaji ambao wenye profile kubwa, wanacheza kwenye mataifa makubwa na wanaweza kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo sioni nafasi ya Yanga kuto kufuzu kwenda makundi. Wasipofuzu kwenda makundi ni kitu ambacho yani ni yao walikuwa wamelishika wao wenyewe na limepasukia mikononi mwao pasipo kumpa mpinzani kwamba amelipasua yai. Kwa hiyo sioni sababu ya Yanga kuto kufuzu kwenda hatua ya makundi. Tumalize na hili, tuna Musa Balakonte na kuna Alassane Kante. Nani ambaye kapigwa kati hao? Bado mapema kusema. Tunaona lakini wachezaji wao mpaka sasa jinsi walivyotambulishwa, lakini mambo yalivyo uwanjani ni vitu tofauti. Bado sijaona. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu Alassane sijamuona katika mechi yenye intensity kubwa kuweza kuleta matokeo kwa Simba. Lakini pia Musa Balakonte bado pia sijamuona kwenye mechi ambayo inaweza kusema hii mechi sasa inaweza kuweka ufito na kutofautisha kati ya Balakonte pamoja na Kante. Kwa mimi binafsi hilo naweza nikalisubirisha kwanza niweze kujiridhisha kusema kabisa kwamba bwana katika hiki naweza nikasema A ni A, B ni B. Shukrani sana. Asante.